akaishiwa na nguvu. Naye Kibozezi aliyekuwa mmojawapo wa Refai ambaye uzito wa mkuki wake ulikuwa shekeli 300 na shaba kwa uzani, naye amejifunga upanga mpya ajaribu kumuua Daudi. Lakini Abishai mwana wa Seruya akamsaidia, akampiga Filisti, akamuua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia wakasema, wewe utatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukaisima taa ya Israeli. Ikawa baada ya hayo kulikuwa na vita tena na Wafilisti huko Gobu. Ndipo Sebekai Mtoduri akamua Sabu aliyekuwa mojawapo wa Refai. Kulikuwa na vita tena na Wafilisti huko Gobu, na Elimani mwana wa Yairi Mbethlehemu akamua Goliathi Mungiti, ambaye mti wa mkuki wake ulikuwa kama mti wa mfumaji. Kulikuwa na vita tena huko Gadi, ambao kulikuwa na mtu mrefu sana mwenye vidole 6 katika kila mkono na vidole 6 katika kila mguu. Enda mbele kidogo hapo kwa Mambo ya Nyakati ya pili, Mambo ya Nyakati hapo ya pili, Mambo ya Nyakati pili, Mambo ya Nyakati ya pili 20, Mambo ya Nyakati ya pili 20, unaanzia hapo 13 aende mpaka 15. 20:13. Wakasimama Yuda wote mbele za Bwana, pamoja na wadogo wao na wake zao na watoto wao. Ndipo Ezeeli mwana wa Zerekia mwana wa Benaya mwana wa Israeli mwana wa Mtania Mlawi wa watu wa Sabu akadhiliwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana amwambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si vyenu bali ni vya Mungu. Amen. Msomaji wetu pia mpigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Wale wa nyuma mnanisikia? Amen. Amen. Na leo nataka tuongee kuhusu vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nataka tuongee kuhusu vita. Haleluya. Wiki iliyopita mchungaji wetu pastor aliongelea kuhusu hii vita inakuwa kwa hizi nchi za karibu hata na hizo nchi za mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kuna vita saa tunaendelea kule Kongo, hata wanachukua mama, wanamtoa mtoto ndani ya tumbo, wanamtupa, wanamchinja, wanatoa mtoto, wanamtupa. Mambo ya unyama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mnasikia pia kuna vita ziko huko sehemu ya Israeli pale Gaza, na sai watu wanaendelea kufa sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni vita ya kimwili, unapigana macho kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vita nyingine sai pia ni kali inaongelewa sana, na watu wamekaa wakajaribu kuisimamisha, lakini mpaka saa hii imeshindikana. Bwana Yesu asifiwe. Vita ya Russia na Ukraine. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wako huko hizo nchi, mkiomba Mungu muendelee kuwaombea pale mahali wapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu vita si nzuri. Haleluya. Lakini leo sitaki tuongelee kwa hizi vita za kupigana kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Ukuje univamie tupigane, ukiniua sawa, nikikuua sawa. Sio vita nimekuja kuongelea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja kuongelea vita ya kiroho. Haleluya. Kuna vita Mkristo anapigana ikamshinda hata wakati wa kiroho agapunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama alikuwa ni mtu wa kuomba asubuhi
anarauka saa 11 ako kwa maombi, anarauka ama aombee kwake kwa kitanda ama kuja kanisani, lakini ako na vita mpaka moyo wake umechoka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sasa hata kama nikiombaomba sana naenda kufanya nini? Naona Mungu anisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio vita nataka tuongelee, vita ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu ako na vitu vinampiga vita kivichake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu amekuja hapa kanisani amelemewa moyo, amefungwa, yani hata alikuwa aseme leo sije kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uko na vitu vimemfunga, uko na vita, baada naendelea kupigana na sasa anaona inaweza mshinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asubuhi ya leo nakwambia hiyo vita itakushinda. Haleluya. Achia, Mungu anakupigania. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma hapa kwa kitabu cha Samueli wa pili 21:15 hadi 22. Bwana Yesu asifiwe. Tulisoma story ya Daudi. Haleluya. Daudi alikuwa mjasiri sana kwa vita. Kutoka kitambo kutoka akiwa anachunga makondoo ya babake, kuna stories zinaongelea hata simba ilikuwa inakuja anaiua na mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alikuwa mdogo sana, akiwa kijana wa miaka 20 na ngapi, akaendelea na kupigana na hizo vita alikuwa anaenda. Daudi alikuwa nyingi anazishinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa sasa alikuwa amekuwa mfalme tayari, kugatokezea vita zingine. Bwana Yesu asifiwe. Vita ngumu. Haleluya. Hapa wanatuambia kulikuwa na vita kati ya wana wa Israeli, walikuwa wanapigana na Wafilisti na nchi ya Filisti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na siku moja Daudi akachukua majeshi. Haleluya. Wakashuka mlimani wakaenda kupigana na Wafilisti. Haleluya. Daudi aliamuka akijua ni kawaida, Mungu ako na mimi, naenda kama kawaida au Wafilisti na wapiga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini alifika kwa kiwanja katikati ya vita, mambo mmeona hapo si mambo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alikutana na mtu ambaye anajua vita, Ishibeno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mtu alikuwa anajua vita, akisimama wote anawashinda urefu. Bwana Yesu asifiwe. Si rahisi kupiga mtu ambaye anakushinda urefu. Haleluya. Anaweza simama na gonga hivi kwa kichwa, yeye amesimama. Haleluya. Na wewe unang'ang'ana kushika mguu wake na yeye anaendelea kukupiga kwa kichwa hapa juu. Bwana Yesu asifiwe. Na huo Ishibeno alikuwa mtu mrefu, munono. Wacha kusema ati umeona watu wanono. Ni mtu mrefu. Biblia inatuambia alikuwa anashika mkuki wa kilo 300 kwa mkono wake. Na kama uko Richland kule juu, anakurusha ukiwa hapa na huo mkuki unakushika. Haleluya. Sema vita. Haleluya. Alienda akakutana na mtu ambaye hajaona, akasema nimeua Goliath, nimeua watu 1000 mimi peke yangu, lakini huyu leo sijui kama ambaye inatoka mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Alipigana kuanzia asubuhi. Jamaa anachukua mkuki anafanya hivi, akirusha watu 100 wanakufa. Akasema hapa stop. Bwana Yesu asifiwe. Na huo mkuki wake ni kama uchukue
hii ongeze na hii iunganishe pamoja iwe halafu shika kwa mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Mkuki unapima kilo 300. Haleluya. Amina. Huo ndio mtu alikuwa ameongoza jeshi ya Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na Daudi alikuwa mtu amejua vita sana. Anajua vita ya pili ako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alipigana kuanzia asubuhi ilifika saa 6, hakuna kunywa maji, chakula hajakula kwa sababu vita ni kali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ilifika John, Biblia inatuambia Daudi akaishiwa nguvu. Haleluya. Daudi aliishia nguvu akaanguka chini. Haleluya. Mwenye mkuki wa kilo 300 akamsongelea ila mpige amumalize. Bwana Yesu asifiwe. Ako chini, yeye amechoka. Na jamaa amesimama anapigana kama ambaye ndio ameingia. Amen. Na mmoja wa jeshi alikuwa pamoja na Daudi, akaona Daudi ako karibu kuwawa. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema, na wewe ukiwawa kuna kuaje? Na wewe ndio taa ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umepigana vita nyingi, ukafika mahali unasema nimeshindwa Mungu, wacha nijiweke kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vita ni nyingi. Kuna mwingine amepigana vita, ameolewa kwa familia ambaye ni mtaki. Haleluya. Hiyo ni vita kali. Umepigana mara ukifika kwa soko, unaona kiatu kizuri, unanunua mama mkwe wako, lakini bado anakuona kama ambaye hana maana kabisa. Anaongea kijana, wewe wakati mtu ako hapa hata si mtu anakuita takataka. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa hujaona wengine. Haleluya. Mpaka unamnunulia dera mcha, unamfanyia nini? Akiwa mgonjwa unakuwa naye mpaka anapona, lakini bado. Haleluya. Bado hajakubali wewe ni mkazana wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo nayo umevumilia, ukapigana ili ukashinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na baadaye kukaingia vita nyingine. Haleluya. Na umeanza tena vita nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kukataliwa na familia, uko na nyingine sasa imekuja. Haleluya. Baada ya Daudi ya kuokolewa kwa hii vita, uko na nyingine wanatuambia akaingia vita tena. Bwana Yesu asifiwe. Agapigana. Katika hao majeshi wa Filisti walikuwa ni watu ambaye kuna wakati wa malaika wamekuja duniani wakazana wanawake wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hao watoto wenye wametoka sasa ndio hao wanachukua mkuki wa kilo 300. Amen. Ndio hao sasa ndio wamekuja kukoroga Daudi mpaka napigana, inafika mahali wanakuja kumuua. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia walikuwa watu 4. Mmoja anakufa, mwingine anajitokezea. Na yeye ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Vita ya pili Daudi pia agapigana. Kuna mwingine anaitwa Goliath Mgiti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo vita ya Filisti kuna mwingine amejitokezea anaitwa Goliath Mgiti. Bwana Yesu asifiwe. Ni damu moja na huo wa kwanza. Haleluya. Na hapo Daudi agashindwa. Haleluya. Hiyo vita ya pili wakamwambia, wewe sasa tukienda vita wewe usiende. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda ukufe, hiyo jina ya Israeli inasaurika. Bwana Yesu asifiwe. Na watu kwa sababu wanajua uko kwa nchi wanakuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mainchi mengine mengi anashinda kuja kutuvamia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usiende kwa vita tena. Tukienda baki hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tuende hata tukifa hakuna shida. Haleluya. Moja wajeshi wa Daudi pia akamuokoa
mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo vita igasimama kidogo, wakarudi nyumbani. Haleluya. Kugatulia kidogo, Wafilisti pia wakajitokezea. Haleluya. Naongelea vita. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe nikiongea hivi, Daudi amepigana vita ya kwanza akaona ameshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ya pili Daudi hapa amepigana mpaka akashindwa, anaokelewa na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mtu akupe mtu wa kukusaidia katika vita yako. Amen. Haleluya. Vita ya tatu ikajitokezea. Bwana Yesu asifiwe. Bible hapa inaongelea sana katika hii vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa kwa 17 inasema, lakini Abishai mwana wa Seruya akamsaidia, akampiga Mfilisti, akamuua. Ndipo watu wa Daudi wakamwapia wakasema, wewe utatoka tena pamoja nasi kwenda vitani, usije ukazima taa ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Aya 16. Ikawa baada ya hayo kulikuwa na vita tena ya tatu na Wafilisti huko Gobu. Haleluya. Ndipo Sibekai mshariki alipomuua Safu, aliyekuwa mmoja wa Warefai. Kulikuwa na vita tena ya Wafilisti tena huko Gobu, na Elehanani mwana wa Yairi Mwetelehemu alimuua Goliathi Mgiti, ambaye mti wa mkuki wake kulikuwa kama mti wa mfumaji. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na vita tena huko Gati, ambapo kulikuwa na mtu mrefu sana. Haleluya. Mwenye vidole 6 katika kila mkono na vidole 6 katika kila mguu, jumla yake 24. Bwana Yesu asifiwe. Vita ya tatu alienda akakutana na mtu mwingine hapa. Bwana Yesu asifiwe. Huo Biblia nasema alikuwa na mikono 6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nana kuna mikono 6 hata kama ni kale kadogo ka hapa. Hako hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Huo mtu alikuwa anapigana na Daudi, alikuwa na vidole 6. Bwana Yesu asifiwe. Pia Biblia nasema alikuwa mrefu. Ukiona Biblia imesema mtu alikuwa mrefu kweli. Haleluya. Na vidole kwa miguu pia ilikuwa ni 6. Inamaanisha hata na kiatu kilikuwa pana kidogo. Haleluya. Pamoja zote za mkono na za miguu zilikuwa na 24. Haleluya. Na kawaida mtu anakuwa 20 peke yake. 5 za hapa huku na huku 20. Huyu alikuwa na 24. Bwana Yesu asifiwe. Pia alikuwa mrefu, alikuwa mnono. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Daudi alipomuona akaanza kusema, sasa nyinyi muanze mbele, mimi nakuja baadaye. Haleluya. Hiyo ni vita ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Akapigana hadi ashindwe, pia akaokolewa na mmoja wao wa jeshi ya Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui ni vita gani. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema leo unaweza ni siku yako ya kufunguliwa, ni mwisho wa hiyo vita yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vita ni nyingi. Asubuhi kuna jirani wako unafungua kazi, lakini hata kikuona unafungua kazi anaanza kukasirika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo ni vita ya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Ni jirani wako, lakini habari asubuhi, wiki imeisha, hujasikia akikusalimia asubuhi hata mkikutana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni vita, inakuumiza moyo. Bwana Yesu asifiwe. Na leo usimame, ukuje, umuombee, apenda sipende, hiyo muhusiano na wewe na yeye, na
inabidi leo irudi. Bwana Yesu asifiwe. Vita iishe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Poroti, kwa sababu mmekosania sijui ni maji ni kamba, hata mtoto wako akienda kwake unaona tayari vitu vimebadilika hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata salamu hakuna, na mnaishi naye kwa Poroti miaka kwa miaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hizo ndio vita nataka tuombee leo ziondoke katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama Daudi alianza kushindana na mtu ambaye anaweza kubeba kitu cha kilo 300 na akapigana naye mpaka wakamuua, hapo kavita kako ni kadogo. Haleluya. Amen. Tumesoma hapa tena kwa kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili hapo. Kuna wakati Solomoni alikuwa amemaliza kujenga hekalu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na akatoa sadaka nyingi, akachinja ng'ombe nyingi kwa sababu ya kutolea Mungu shukrani kwa ajili ya hiyo hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Na alipomaliza Roho wa Bwana ugashuka. Bwana Yesu asifiwe. Ugashukia mnenaji mmoja akasema, yoyote akiingia katika hii hekalu akiwa mgonjwa anapona. Bwana Yesu asifiwe. Na yoyote akiwa na shida yoyote, ako na vitu vinamremea, akiingia katika hekalu anapona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku moja wana wa Israeli wakavamiwa, kila siku vita, kila siku. Kwa nini tuko na vita? Wakaja wakariria katika hekalu wote. Bwana Yesu asifiwe. Njaa imeturemea. Haleluya. Watoto wamekosa school fees. Ndoa ziko na mashida mengi. Sasa wewe umesema unakuja kudusaidia katika hekalu. Kwa nini hizi vyote zimetuvamia? Bwana Yesu asifiwe. Wote wakaanza kulia, wakaita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mnenaji mmoja anaitwa Yahazaeli mwana wa Zekaria. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia mturieni. Bwana Yesu asifiwe. Hizo vita si zenu, ila ni vita za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mturie, Mungu amekuja kuwapigania. Haleluya. Yeye ameongea kitambo, ni yeye ameongea, na Mungu ni yule na saa hii ni yule hajabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Msiwe na hofu. Mungu ndio amekuja kuwapigania, au maadui wenyu wote Mungu anakuja kuwapiga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inafaa kila mtu aongee hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amewatengeneza madhabahu nzuri, mko na mkoani hapa. Kwa nini hizo vita zinakuwa katikati yenu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusimame. Haleluya. Nataka tuingie katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Usiambie mwenzako vita yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ongea kulingana na vita yako. Bwana Yesu asifiwe. Uambie Mungu, kuko na Goliath mbele yangu, na ni mrefu na nishinda nguvu, mimi simuwezi, nipiganie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na niko na familia inaweza nisaidia, lakini huo mtu tunapigana ako na familia nzito kushinda hii yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikipigana naye anaweza niweka jela, kanilipia pesa na kufia huko. Mungu nipiganie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna familia nzito ambaye hata msimame nyinyi nyote moja au familia mnataka kupigana naye, moja akisimama mnaenda jela nyote, mnakufia huko. Haleluya. Kama si Mungu anaweza amaliza familia yanyu yote. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo sasa, hiyo kwa sababu Mungu ako na nguvu kushinda wote, huo ndio tunataka tumuite akuje atusaidie. Haleluya. Amen. Kuanzia leo Mungu hizo vita zimekufahamia aziondoe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaita mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Sababu mimi niko chini ya mafuta ya mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anakuja atusaidie ngoma. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye labda kuna vita yake anakuwa ananiombea. Bwana Yesu asifiwe.
Na wewe uko na kwa mama uko na vita yenu. Unajiombea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia walikuja mbele na wake zao pamoja na watoto wao mbele ya Mungu, wakaja kuomba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana na nyinyi mko na vita zenu. Bwana Yesu asifiwe. Unaona miaka 23 inapita na unachezewa kila siku. Haleluya. Hiyo ni vita yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wewe unataka kuoa lakini hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asubuhi nilikuwa naongea na bradangu anataka kuoa. Bwana Yesu asifiwe. Mara ya kwanza alienda kwa familia ya kina msichana, akaenda msichana kumuonyesha huyu ndio bwanangu anataka kunioa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakarudi tena. Na anasema wanataka kurudi tena. Namwambia, sasa wewe uko na pesa gapi? Nasema hakuna pesa. Na unataka kuoa? Sasa umeenda mara ya kwanza akakuona. Mara ya pili wakasema nataka kuona wazazi wako, ukaenda pamoja na wazazi wakawaona. Bwana Yesu asifiwe. Raundi hii kama si kutoa pesa ya mahari unaenda kufanya nini? Haleluya. Amen. Umeenda mara ya kwanza wakakuona, kuna kuku ilichinjwa ugakura ukarudi. Mara ya pili ukasema wacha niende na wazazi na maburada kidogo ili wajue familia. Mkaenda ukachinja kuku zingine ugakura. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa mnataka kurudi. Na kama si uenda muongee kuhusu mahari na unasema kuna pesa, si wanasema umerudi kukura kuku za wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambia kwanza wewe tulia kwanza, utafute pesa, uende useme wakisema pesa mahali useme niko na nusu, labda wapatie hapo naeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Wasiseme mnakuja kukura kuku. Haleluya. Amen. Tunaingia katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana mchungaji. Na kila mtu anajiombea kulingana na vita yake. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naombea ile yangu. Haleluya. Na mke wangu kuna yenye nampiga hata mimi siwezi, labda Mungu amsaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye anajiombea. Haleluya. Naombea na watoto wako. Haleluya. Na naombea na kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akusaidie. Uwe mtu ambaye akupendi jirani wako kwa kazi, akupende. Haleluya. Usimwombee akufe, akupende, hiyo ni shetani. Haleluya. Hiyo ni shetani. Muombee roho wa Mungu mshukie ili hiyo pepo mbaya imtoke. Usiombee Mungu funga biashara yako aondoke. Hapana, muombee Mungu amtoe pepo mbaya ili awe na roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimemaliza. Chenye kinabaki ni kupatia mchungaji ili aongoze maombi. Si kuwaombea, kila mtu ajiombee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na yeye anakuwa naomba, labda useme mimi mchungaji niko na vita nataka wewe ndio unakuja mbele uombewe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unatoka kidogo kuja usimame hapa mchungaji akuombee. Bwana Yesu asifiwe. Na mbarikiwe. Leo limefika Amen. Umeshapigana vita ni kweli. Lakini leo amekuja uzazi mjukuu wa Goliath. Maana yake yule alikuwa ni Goliath wa Gath. Na wao anaitwa Goliath wa Giti. Ina maana ni mjukuu wa nani? Wa Goliath yule wa kwanza. Na alimuua kweli. Lakini huyu sasa kuna mwingine wa nini wale? Wanefili. Uzao wa mwanadamu na malaika. Mpaka unasema nyitangulieni. Haleluya. Lakini katika ujumbe huu pia kuna uwezo wa rafiki. Maana wakati Daudi alikuwa amelemewa na huyu bwana, akatokea mtu ambaye alikuwa kando, akaja akampiga yule adui. Na wewe Mungu akupatie marafiki watakao kupigania. Natangaza kuwa kupatie marafiki wa Bwana Yesu asifiwe. Wakaangalia moyo wa Daudi, anapenda vita. Anapenda aende na wao vita kweli kila wakati.
kama vile napenda na nyinyi katika kuhubiri kila wakati. Na wakamwambia tunavyokuona watakuua. We baki nyumbani twende kwa niaba yako. Naomba Mungu akupatie mtu akwambie we baki nyumbani. Naenda kupigana kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja ana vita vyake. Jana ulishinda, juzi ulishinda. Lakini hivi ya leo unaona kama inakulemewa. Usivunjike moyo, kuna mtu. Mtu huyo ni Yesu Kristo. Walimwamsha alipokuwa amelala. Wakasema mwalimu tuangamia na wewe unalala. Na walipomwamsha tu akanyosha mkono ukatulia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mkono yako mbele za Bwana. Anza tu kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Inua sauti yako na usiogope kitu. Kuwa mjasiri, kuwa mjasiri. Daudi alikuwa mjasiri japo akaja kulemewa. Najua umeomba sana mpaka sasa hivi. Unaona kama ambaye haitajibika. Ile shida ya jana ilikuwako. Hii ya leo imeinuka. Juzi ulishinda, jana ulishinda. Na hii unaona kama inaenda kukulemea. Vita si vyako, vita ni vya Bwana. Inua sauti yako, ombea mumeo, ombea mkeo, ombea mtoto wako. Inua sauti, omba tu, usinyamaze, usinyamaze. Hisi ya kuomba kimoyomoyo. Daudi angeomba kimoyomoyo, angeuliwa na Goliathi. Angeuliwa na Goliathi Pagati. Angeuliwa na Goliathi Mgiti. Angeuliwa na Wanefili. Wengine wanazoea kunyamaza. Mtumishi amesema leo sio upata kuombea. Leo ni wewe unainua sauti yako, inua sauti yako. Maombi itoke moyoni mwako. Ruhusu utaratibu wa kuongoza kuomba. Omba, 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 omba. Hata mtewanya na wakati na matatizo yanayomlemea akili jinsi ya jui, lakini anajua. Kuna mengine anakutesa. Hata babako hayajui, baba wako hayajui, mama wako hayajui, kwako hawajui. Hawajui, hawajui. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Endelea kuomba. Usinyamaze, usinyamaze. Vita hivi ni vyako. Haijalishi kama ni Goliathi wangapi. Haijalishi kama ni Goliathi Mgiti. Lazima Mungu anatumana mtu. Lazima Mungu anatumana mtu. Utakapolemewa maandiko yanasema anatengeneza njia. Oh, shina la Musa, la Musa. Oh, masaka la mamasia. Bwana Yesu ni asante. Asante Bwana, asante Bwana. Asante Bwana, asante Bwana. Kwa sababu unatupigania. Kwa sababu unatupigania. Kwa sababu unatupigania. Kwa sababu unatupigania. Tukilemewa Bwana, unatupigania. 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 Unatupatia rafiki. Unatupatia marafiki. Katika jina la Yesu Kristo. La mashina la Masai. Yakobo anasema mpige shetani atakimbia. Hiyo ni Yakobo 4:5. Endelea kupinga hilo jambo, endelea kulipinga, nipinge. Maandiko limesema mpige atakimbia. Hebu pinga, pinga hiyo roho inayokutatiza. Pinga, pinga, pinga. Nikemee kwa jina la Yesu. Nikemee, 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 nikemee. Daudi alimwambia Goliathi yote anakujia kwa panga na rungu. Na kujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi leo. Na peana kichwa chako kwa ndege. Kwa hivyo usinyamaze, Kristo, usinyamaze. Yakobo anasema mpige shetani. Endelea kupinga, endelea kupinga. Endelea kupinga. Na hivi vita ni vyako, hakuna atakaye kupigania. Hakuna atakaye kupigania. Ni wewe, ni wewe. Ni wewe, ni wewe. Ni wewe, ni wewe. Daudi alishinda Dubu, akashinda Simba, akashinda Goliathi, lakini bado akaja Goliathi Mgiti, bado akaja Mnefili. Pick out, pick out, pick out. Nasi nilikwambia imani ni kinyume cha uoga, uoga ni kinyume cha imani. Usiogope, zungumza kwa ujasiri. Usiogope, zungumza kwa ujasiri. Biblia imesema silaha zetu ni za kiroho, sio za kimwili. Zina nguvu, zina nguvu. Jina la Yesu ni silaha mama. Jina la Yesu ni silaha kijana. Jina la Yesu ni silaha. Tumia jina la Yesu vizuri. Tumia jina la Yesu, tumia jina la Yesu. Tumia jina la Yesu. Jehova inuka maadui zetu watawanyike. Mtumishi wa Mungu amesema usiombee jirani kufa. Ombea jirani Mungu ampatie upendo urudi. Usiombee mwenye mamlaka ya biashara. Hapana, unahitaji neighbors. We need neighbors. Usimwombee mama pia mabaya. Usiombee mama keke wako vibaya. Usimwombee
Muombe mama mume wako mbaya. Muombe Bwana aondoe hiyo mbaya. Asante Baba nikitamka jina lako Baba. Every kukuishi wako God and surrender the lives that are not Jesus. Lord, for you are the Lord of our Christ, my Father. Jesus, endelea tu kuomba, endelea tu kuomba, usiogope mama. Ndugu yangu usiogope, endelea kuomba. Daudi aliongea na Goliathi akaongea. Goliathi akiongea na wewe pia ongea. Nitakuonyesha kwamba jambo lako. Nitakuonyesha kwamba linafaulu. Kataa hiyo wazo, sio wazo, sio wazo. Baba nishindanie vita, nishindanie Yesu. Hiyo roho ya hofu mbali kwa jina la Yesu. My Father nishindanie vita, nishindanie vita. Ula basala. Bwana ingilia kati. What you say? Wote wenye mwili kuna neno lolote usiloliweza. Tazama Mungu wa wote wenye mwili. Kuna neno lolote usiloliweza. Tazama wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza? Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Labda uko nyuma huko unasema mtu wa Mungu, kweli kabisa nimelemewa, ningehitaji muombe na mimi. Watu wa ukuje mbele ukaweze kuomba. Usiogope jambo lolote. Hii ndio madhabahu yetu. Tunasema tunaenda tunakuja kwa Mungu wetu. Hapo hivyo Mungu wewe unajua uje tumbele. Je, kuna neno usiloliweza? Haleluya.
usiloliweza. Wale mko nyuma hakuna kudubaa. Ni maombi tunaomba. Sio unakaa kama kudubaa. Hii ni uwepo wa Mungu. Natamka amani ya moyo, amani ya roho, amani ya roho. Ni mwaminifu.
Umbaji na ukusifu watakatifu kwa kuhimidi. Falme umeinuliwa juu, umeinuliwa, 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 umeinuliwa juu. Umbaji na ukusifu watakatifu wa kuhimidi. Falme umeinuliwa juu. kwa matendo yako Umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu. umbaji na ukusifu watakatifu twa kuhimidi. Falme umeinuliwa juu. Bwana asifiwe. Kuna mama ambaye alikuwa na mahitaji. Wewe utabaki tukutane tuongee na wewe ili kwamba tukaweze kuombea baada ya ibada. Tuongee na mtumishi wa Mungu na nasema tubaki tutaongea. Na mimi na mahitaji, mke wangu ameamka anasema anaumwa na babu. Ndio maana tunashangaa mbona simami. Mama ndio mbele hapa kanisa wa kunyoshe mkono wa kuombea. Sisi pia tunahitaji maombi. We must live katika maisha ya kweli, si ndio? Kabisa. Unajua wengine wafikiri mchungaji hawezi kuwa mgonjwa, anakuwa. Napenda vile pastor ameweka, amesema hata pastor pia ana mahitaji. Na leo mahitaji yangu ni mke wangu ni mgonjwa. Nyosha mkono wako utamke kitu kwake. Utamke kwa mama Nyamai na Nyamai tutakuja kuombea. Kanisa tuombee mama mchungaji kwa jina la Yesu. Ndio sauti yako kuomba. Father, we thank you, worship you in the mighty name of the Lord. Wewe ni Mungu mwaminifu unayetenda matendo makubwa. Umesema tukuite kutenda mambo makubwa na magumu tusiyojua. Kwa maana tunasikia siku ya leo kwa ajili ya uponyaji. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of the Lord. Do a miracle. In the mighty name of Jesus. Bwana kupokea uponyaji na kupokea uponyaji jina la Yesu na kupokea uponyaji Bwana kwa niaba yake asubuhi hii ya leo kwa jina la Yesu. I speak in my I speak in my I speak in life, my Father, my God. I speak in life, my Father, my God. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova Jireh. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova Jireh. Jehova Jireh, Hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova Jireh. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova Jireh. Jehova Jireh, hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova, hakuna kama Jehova Jireh.
Makofi mazuri. Makofi mazuri. Amen. Unapopokea faraja kwa jina la Yesu. Mwambie pokea rafiki kwa jina la Yesu. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Kwa damu yake. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Kwa damu yake. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Kwa damu yake. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Kwa damu Inasema ameniweka huru, ameniweka huru, ameniweka huru kwa damu yake. Si ndio? Alafu tunarudia kwa damu yake. Nataka nisikie watu wakiimba. Ngoja nyamazeni nini? Ameniweka huru. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Kwa damu yake. Nasikia mnakuja, hamjaimba bado. Lakini wimbo mnaujua. Wimbo mnaujua. Alafu mwimbe kwa ujasiri kama mtu ambaye kweli anamaanisha kwamba kawekwa huru. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Kwa damu yake. Mnapunguza. Yaani badala mpandishe mnapunguza. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Kwa damu yake. Ameniweka huru. Huru. Ameniweka huru. Kwa damu yake. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Ameniweka huru. Kwa damu yake. Damu yake. Damu yake. Damu yake. Damu yake. Ameniweka huru. Damu yake. Damu yake. Damu yake. Uponyaji nimepata. Damu yake. Furaha tumepata. Damu yake. Heshima tumepata. Damu yake. Uwezo tumepata. Damu yake. Kwa damu yake. 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 Haleluya. Sasa mbona msemi haleluya nzuri? Haleluya. Naishenge ngira barabara yenayo msimani. Naishenge ngira barabara yenayo msimani. Patia watu watano high five nzuri, moja, mbili, tatu, nne. Amen. Tungalama sisi. Bwana sifiwe. Sasa mimi nasoma nasoma vitabu vingi. Nikasoma kuhusu watu ambao wamekuwa na imani zaidi duniani. Alafu akaja huyu jamaa akasema hata kati ya waliotikisa ulimwengu pia Muhammad ako mmoja wao. Lakini siku hiyo alikuja akaongea, alafu mke akamwambia, "Ela wewe nalo pia si nabii." Kuanzia siku hiyo Muhammad akawa nabii. Ametangazwa na mke wake. Lakini tuko na Yesu
ambaye Mungu mwenyewe alitangaza kwamba ni mwana wa pekee. Haleluya. Mungu ashukuriwe sana. Amen. Sasa sababu ya kusema hayo, ni tangu wiki mbili zimepita nimekuwa nikifundisha hawa praise and worship jinsi ya kuimba vile vyombo. Na wiki iliyopita na hii sasa tumekuwa Mungu mwenyewe ametoka kwenye practical. Anakatisha moto yeye mwenyewe, kitaka anarudisha yeye mwenyewe na tunasoma. Amen. Bwana asifiwe. Let me add you some scriptures kwa somo nyumbani kuhusu battles ambao tumefundisha. Kwa sababu uandike mahali ili akusaidie nyumbani. Wanapenda sana kupatia kuongezeka. Hapo unaandika notes za mhubiri. Andika Waefeso 6 mstari wa 10 mpaka 18. Maandiko yanasema na silaha zetu. Wewe umefika kwani? Umefika hapo tayari. Waefeso 6 10 mpaka 18. Na tukiongea hivi pia unachukua ile bahasha, unaweka ile hela yako na unaandika jina lako na namba yako ya simu. Sasa wakati huu tutakuwa tutangazi live. Sasa mimi na kitabu changu nitakuwa najua watoaji. Okay, Waefeso 6:10 mpaka 18 nasemaje? Hatimaye hasije kuwa hodari, tuzidi kuwa hodari katika uwezo wa nguvu zake. Katika uweza wa nguvu zake. Bwana sifiwe. Tuzidi kuwa hodari katika uweza wa nguvu zake. Daudi akasema vita vyangu unapigana mimi, lakini mimi sipigani Bwana, yani unanijia kwa silaha, lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana Mungu wetu. Amen. Endelea mbele. Vaeni silaha zote za Mungu. Sasa vaeni silaha zote za Mungu. Yule alikuwa na umesema kilo 300. 300. Ni kubwa Hii pole yote basi ni mkuki. I was imagining. Kuna nini napenda kuangalia kule nyumbani kwangu inaitwa storybook. Napenda sana kuangalia. Mama akaniambia, ila leo mhubiri haongei ile storybook wao unatuwekea kwa TV tukiangalia kuhusu Goliath, naye alikuwa ni Goliath wa Gathi. Na leo nimetambua kuna Goliath wa Gathi, lakini kuna mjukuu wake Goliath Mgithi. Haleluya. Wakiwa wamevaa hiyo silaha za mkuki hiyo kubwa ni kilo 300, wewe chukua jina la Bwana. Haleluya. Okay, tuna kitabu kingine kinaitwa James chapter 4 verse 7. Yakobo 4:7. Napenda nikuongezee tu ile ujue kwamba kwenye kitabu cha Agano Jipya, Agano la Kale ilikuwa ni physical war, uniue ama nikuue. Lakini Agano Jipya ni spiritual warfare. Umefika soma. Basi mtini Mungu. Basi jambo la kwanza mtini Mungu katika vita hivi vyetu ili uwe mshindi. Mtini Mungu. Manake wakati Yesu alipoenda kwa Kana Galilaya, mamake akasema tumetindikiwa nini? Divine. Alafu mamake akamwambia Yesu anamwambia mwanamke, nina nini na wewe? Mama hakuongea kitu. Alienda kuambia wale wafanyikazi, lolote atakalowaambia fanyeni. Ni utiifu. Haleluya. Principle of receiving from God. Utiifu. Mtini Mungu. Mtini Mungu. Pingeni shetani naye atawakimbia. Pingeni shetani naye atawakimbia. Mwambie mwenzako mpinge shetani na atakimbia. Mwambie vizuri. Mwambie. I want you to own this word. Neno hili liwe lako alafu umwambie sasa. Mwambie sasa. Resist the devil and he will flee from you. Yesu alipomwambia ondoka kwangu shetani, alifanya nini? Aliondoka. Baada ya kumjaribu mara ngapi? Mara 3. Mara hapo ngoja mara 4 anamwambia ondoka, na akaondoka. Halafu ya mwisho tusome 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5. Hizo ni spiritual warfare. Katika jeshi la Israeli ilikuwa ni physical war, lakini hapa ni spiritual. 2 Corinthians chapter number 10 verses 3 to 5. Ama kwa pili. Mlango wa 10. Watatu mpaka watano. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, ingawa tunatembea katika mwili, atufanye vita kwa jinsi ya mwili. Vita tunapigana si vya kimwili. Haleluya. Amen.
Nikushangaza Waona sasa hivi pale hapo umekaa hapo. Hujui mishale ni ngapi yanarushwa na washirikina. Haleluya. Na zinapita hapo umekaa. Napenda vile mtumishi vita umepiga vingi sana. Daudi hata siku alitoka kijua ni kombeo moja tu na wajua watu wanazoea maombi mpaka kidhani hiyo kwa jina la Yesu inaondoka. Kaenda sema toka ikakuangalia tu hivi. Alikuwa na ujasiri, amejua kama dubu lilimshinda, simba lilimshinda, Goliath lilimshinda, mara moja anakufagia tu pa. Kumbe siku atalemewa. Mwingine sasa hivi umelemewa. Bwana sifiwe. Lakini Bwana shukuriwe kwa sababu siku hiyo Mungu alitumana mtu ambaye alimuokoa Daudi. Mungu akutumie watu wa kuokoa. Tuendelea kwa mwili, endelea, tuendelea kwa mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, ijapo tuko kwa mwili, lakini silaha za vita vyetu si vya mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Bali silaha zetu zina uwezo katika nani? Ni katika pesa zako. Acha nihubiri kama vile naona jamaa kuhubiri kwenye TikTok. Katika pesa zako. Katika ndugu yako. Katika boss wako. Ni katika nani? Katika nani? Really ina sound kama kichekesho huwa TikTok, but ni ujumbe ulio mkali sana. Silaha zetu zinaweza sio katika wajomba zetu, baba zetu, mama zetu, lakini katika nani? Hata kuangusha ngome. Wapendwa, mimi nikiongea kuhusu hata madhabahu, huwa siongei hizo vitu ya kuchima fanyaje. Ukisikia ngome ni hapo akilini mwako. Kile ambao wewe unajua hii huwa inafanywa 1 + 1 = 2. Hiyo ni ngome tayari. Ambao ukiambiwa kwamba 1 + 1 = 1, wewe huwezi kubali. Unasema hapana, hiyo haifanywi hivyo. Hiyo ni ngome. Maana Bwana anakuambia kwamba hiyo Mungu atakufanyia njia, wewe unashangaa, haiwezi fanyika njia, huwa inafaa tufanye hivi. Hiyo ndio ngome. Bwana anasema hata kuangusha nini? Hiyo ngome na itabiria ianguke kwa jina la Yesu. Mstari wa 5. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Umesikia hiyo imesema nini? Nimesema sasa hivi kwamba sio ngome. Kumbe ni wazo. Lakini wewe shida yako sasa, amen. Utaenda kule usiku wakati tunaenda kulala na mama pale, alafu naanza kuangusha kila wazo. Sasa mimi naanza kuangusha wazo la mama vile anawazia. Naangusha kila ngome. Kila nia, kila wazo. Sasa najaribu kuangusha vile mama ili kwamba sasa yeye ila ananiwazia ndio naangusha. Sio mumeo. Ni ngome yako mwenyewe. Tuelewane hapa. Akisema kuangusha, rudi hapo. Tukiangusha mawazo na kila kitu kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Sio kwa mkeo, sio kwa boss, ni authority tuko nayo, sio kwa ajili ya mwingine, ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Sio mimi mama ameamka ameanza kuomba usiku basi anakemea mimi tu. Asema kwa jina la Yesu nakuja ngome hii ya uchoyo, sasa ya kutoa pesa kwa wale choo. Baba, angusha ya kwako. Mimi nikiangusha nitaangusha ya. Sasa nikiangusha yangu na angusha yako, kesho tukiamka yote zimeanguka, lakini mimi siwezi angusha ya ngome ya kilini mwangu. Haiwezi. Ni yangu, alafu nikiamka akiona change in my life. Yeye pia si jiwe. Anasema hizi mzee zamani alikuwa akikuja hapa ananiongelesha vibaya, lakini sasa naona akija anataka heshima yake, basi na mimi pia nitamjibu heshima. Hiyo sema ni mama na baba. Haleluya. Watu wengine wanaambia mambo ya baba na mama na hata hawajaoa, ndio bado wameenda kukula kuku ya watu. Na wakienda ataenda kula mbuzi ya wengine. Na yeye hana kitu. Sasa hizi zingine za baba na mama wa mama. Kwa hivyo nikivunja ngome kwangu na mama akuje ngome kwake, kesho tutaonana kwamba akiona nampenda naye atarespond kunipe, na ndio ndoa inasongaga mbele. Navunja hii ukali. Kumbe wewe unafikiria ndio mkali, kumbe wewe ndio ule mkali.
Nachukua mfano nilipokuwa naenda kufunga na kuomba. Nikija kanisani Jumapili naenda kufunga, nilikuwa mwana praise and worship. Nasema leo najua Bwana atashuka. Alafu nakuja naambia watu, "Bwana rukia Yesu." Sasa nasema rukia Yesu na mimi mwenyewe niko na njaa. Sasa baadaye mimi leo rukia Yesu. Aya rukia Yesu. Rukia. Sasa nani aruke? Sio ruke kwanza ndio turuke. Nikajua kumbe saa zingine nitaka kufunga mimi ni mdhaifu. Kwa hivyo whatever you want to be done to you, do it to somebody. Amen. Bwana sifiwe. Bwana kuongezea tu ili uwe na diary kubwa ambayo iko na granary, uwe na store kubwa ambayo iko na mengi naongea kuhusu both physical and spiritual warfare. Mtumishi wa Mungu akubariki, azidi kupatia maneno kwa ajili ya mwili wake. Tumpigie makofi mazuri. Nimefikiria tumpigie Mrs. Adams makofi mazuri. Na Jumapili ikikuja tena mkae pamoja kama vile siku ile nyingine. Si sawa? Kama jivunia mkeo, kama uko na mke ukifaulu kuja naye kwa ibada, kaa karibu nao. Siku na wenzetu hapa wanatamani wazee wao wakuje. Mama kinani siku ile mkeo mwanao anakuja, mtakaa naye pamoja. Si ndio? Unasema wewe atakuja. Mama Jackie na pia Mrs. Prince. Siku ile unakuja na mumeo, maana yake tumetabiri anakuja na tunajua kwamba anakuja. Hata kujua mengine na akikuja tunamkaribisha, mnakaa pamoja. Na sisi ambao wenzetu tuko nao hapa tuanze mapema. Haleluya. Kwa hivyo mama Mrs. Adams, Mungu akubariki sana. Mumeo hawezi kuhubiri kwa ujasiri hivyo kama amani hakuna nyumbani. Na uzidi kumlea vizuri, na wewe pia tunza huyo mama, ni mzuri. Bwana sifiwe. Leo tulikuja ili tukaweze kutoa, na nimesema tunaifanya kwa njia tofauti.